Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha kufuata matangazo yetu hata na vipindi ambavyo vinakujia kutoka mashariki mwa DRC, lakini pia mnapotufuata mkiwa katika eneo mbalimbali ambazo zinaunda nchi za ukanda wa maziwa makuu. Mnatufuata mkiwa katika nchi ya Uganda, Rwanda, Kenya, Burundi, Tanzania. Karibu kufuata matangazo yetu siku ya leo. Kama mnavyotizama, tuko ndani ya eneo la Nyiragongo, miongoni mwa eneo ambazo zinadhibitiwa leo, ambazo zinaongozwa na Alliance Fleuve Congo M23. Kama vile munatizama ni kwamba hapa ni katika teritwari ya Nyiragongo ambako viongozi wa M23 wanadhibiti kwa eneo hii na wameweka baadhi ya viongozi. Sasa siku ya leo tunazungumzia kuhusu historia ya teritwari ya Nyiragongo, na tutakutana na miongoni mwa wazee mashuhuri wa eneo hii ya Nyiragongo ambao watatuelezea tangu pale mtaa wa Nyiragongo uliwahi kuwa kuliweza kuwa vitu vingi. Mnafahamu kwamba katika eneo la Nyiragongo ni nafasi ambako kunapatikana volcano Nyiragongo, hata na milima mingine ambayo imeweza kuwa ikitoa mali kwa Wakongomani, lakini pia ikisababisha watu kutoka nchi za nje unakokuja hapa Nyiragongo, hasa zaidi katika eneo la Kivu Kaskazini, kwa kuweza kuangalia namna jinsi mambo yanakuwa. Eneo hii leo vitu ambavyo vinatizamika ni kwamba kuna usafi, kazi mbalimbali ambazo zinatendeka na viongozi wa Alliance Fleuve Congo kama salon zinatendeka hapa Nyiragongo. Kuna utofauti ambao unaonekana kabla na baada ya vita. Ni kusema kwamba pamoja na wakaji, pamoja na viongozi ambavyo vimewekwa hapa, kuna kazi ambazo zinafanyika, lakini pia tutazungumza kuhusu hali ya uchumi la tarafa la Nyiragongo. Tutazungumza pia kuhusu hali ya msaada wa kiutu, kwa sababu miongoni mwa eneo ambazo zimerekodi vita Nyiragongo iko ndani, lakini pia Nyiragongo ni miongoni mwa mitaa za Kivu Kaskazini ambazo ziliwahi kupokea wakimbizi kutoka maeneo za Masisi, Ruchuru, hata na wengine huko Nyiragongo. Mnavyofahamu ni kwamba kuna kambi ambayo ilijulikana sana, kambi ya Kanyaruchinya ilikuwa hapa Nyiragongo na ilipokea wakimbizi wengi kutoka ndani ya mtaa wa Ruchuru. Sasa baada ya pale wakaaji wa Nyiragongo wanaishi namna gani? Baada ya kambi hizo kubomolewa, wakaaji wa Nyiragongo wanaishi namna gani? Baada ya kambi hizo kubomolewa, je, wakaaji wa Nyiragongo walipata msaada toka kwa shirika za kiutu? Je, wakaaji wa Nyiragongo walipata msaada kutoka kwa serikali ya DRC? Je, wakaaji wa Nyiragongo wanaishi namna gani kwa hali ya utalii? Wanaishi namna gani katika uchumi? Je, wakaaji wa Nyiragongo wanafanya uchuuzi wao namna gani? Je, volcano Nyiragongo inasaidia nini kwa uchumi wa wakaaji wa Nyiragongo? Jimmy Shukran Bakomera hapa, nitazungumza na Bwana Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne ambaye ni miongoni mwa wazee mashuhuri wa eneo hili la Nyiragongo, na pamoja naye tutajua mengi zaidi. Karibu. Leo tunakuwa na bahati ya kukutana naye Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne. Bosenibamwe, jambo. Si jambo, muhariri wa habari. Unakuwa miongoni mwa wazee mashuhuri wa tarafa la Nyiragongo, lakini pia unaweza kujieleza kwa urefu, watu wakutambue, wale ambao wanatufuata hapa kwenye TV? Kwa majina ni Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne, nakuwa katibu mtendaji kwenye shirika la Akadepa Zaburi 133, yaani Action d'Animation pour le Développement des Paysans, likiwa ni shirika la ukingo wa kijamii pia na maendeleo. Akadepa Zaburi 133, watu wanaposema Zaburi, Akadepa, je, Zaburi inamaanisha nini? Kwa nini shirika lenu muliite Akadepa Zaburi 133? Kama shirika letu la kuwa na hilo jina, ni kusema kwamba Akadepa ni inafafanuliwa kwamba Action d'Animation pour le Développement des Paysans, yaani uhimizaji ama tendo la uhimizaji kwa ajili ya maendeleo vijijini. Vijijini ni watu ambao wanahusika, hata wafanye mambo mengine, wanafanya kilimo na ufugo. Wanaweza wakafanya mambo mengine, lakini jambo msingi ama mambo msingi ni kilimo na ufugo, sababu hakuna vijijini bila kilimo na ufugo.
Na hiyo Zaburi 133 ni hiyo shairi tu la kibiblia ambalo linatamka kwamba ni vema na ya kupendeza kwa wandugu kukaa pamoja kwa umoja. Ni hapo Mungu anaweka baraka zake, ama ni kama ndevuni za Haruni zinazoshuka kutoka kwenye mlima wa Sioni. Na hapo kwenye hiyo shairi inasemeka kwamba mahali ambako watu wanajiunga pamoja, ni hapo Mungu anaweka baraka zake. Nasi muungano wetu tuliwahi kuungana ili kuweza kutia nguvu zetu pamoja, sababu nguvu ya mtu mmoja yaweza ikakosekane, lakini tukiwa tumeungana, nguvu yaweza kuonekana kabisa. Umezungumzia jambo la ufugaji, mlimo, hata na vingine. Je, tunaweza sema hapa Nyiragongo, kwani tunaona ni miongoni mwa tarafa za Kivu Kaskazini ambazo zinaonekana kwamba kunafanyika kazi mbalimbali. Tunaweza sema ufugaji na ulimaji hapa Nyiragongo ukoje, Bwana Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne? Kabla nijibu kwa swali lako, nitaeleza kwanza kama shirika la Akadepa Zaburi 133 ni shirika ambalo limeundwa ndani ya mtaa wa Nyiragongo, ndani ya mtaa wa Nyiragongo, lakini kazi zake hazikomee ama haziishie kwenye mtaa wa Nyiragongo. Zinaendelea ndani ya nchi yetu ya DRC. Hapo sasa ndio nilikuwa nikitafuta nijue, je, Akadepa mnafanya maaktivite zenu, yani kazi zenu zinaenda hadi wapi? Je, muna masieje mbalimbali katika eneo mbalimbali ambazo zinaunda hii jimbo ya Kivu Kaskazini, wala katika ardhi yote ya DRC? Hakika shirika la Akadepa Zaburi 133 kama vile nilivyotamka hapo awali, ni kusema kwamba siege sociale ama makao yake makuu ni ndani ya mtaa wa Nyiragongo, lakini kazi zake zafanyika katika mitaa mingine na kwenye miji mingine ya nchi yetu ya DRC. Na kufuatana na swali ambalo umewahi kuuliza, kabla tu nilijibu, nitaanza na kujulisha mtaa wa Nyiragongo namna unavyokuwa, ama namna ya taswira yake. Ni kusema mtaa wa Nyiragongo ni mtaa ambao unakuwa na kilomita 333 muraba, yaani 333 kilometre kare. Yani territoire ya Nyiragongo inakuwa na 333 kilometre kare. Na mbuga la wanyamapori la kuwa likizibiti kilomita 170, yani sasa 70 kilometre kare. Hiyo ni park national de Virunga, ambayo inakamata hiyo sehemu katika maeneo za mtaa wa Nyiragongo. Na wakaazi wakuwa wakimiliki ama wakizibiti kilomita 163, sasa 63 kilometre kare. Na mtaa huu wa Nyiragongo unakuwa tayari na mikoa midogo 7 groupement, yani groupement. Kati ya hizo mikoa midogo 7 kunakuwa mkoa mdogo wa Kibumba, mkoa mdogo wa Buhumba, mkoa mdogo wa Kibati, mkoa mdogo wa Buvira, mkoa mdogo wa Munigi, mkoa mdogo wa Muja na mkoa mdogo wa Rusayu. Na mtaa huu wa Nyiragongo ni mtaa ambao unakuwa na mkoa wa usultani moja ambao unajulikana kwa jina maalum ya Bukumu, mkoa wa usultani wa Bukumu. Huo usultani wa Bukumu njo shefri ya Bukumu, ndiyo inakuwa na groupement moya, inakuwa sheferia
sheferi ya Bukumu ya kuwa na mikoa midogo, yani groupement 7. Okay. Zile ambazo tumewahi kutamka na ndizo zinaunda mtaa wa Nyiragongo kwa ujumla. Ni kusema mtaa wa Nyiragongo uko na groupement 7. Ndiyo. Je, Nyiragongo iko na sheferi ngapi? Moja tu ya Bukumu. Ndiyo. Na Nyiragongo ina hizo groupement 7. Ndiyo. Na njo zenye zinaunda sheferi ya Bukumu kabisa. Na miongoni mwa hizo groupement za wapi, yani hizo mikoa 7 ambazo zinaunda teritwari ya Nyiragongo na ndizo ambazo zinaunda sheferi ya Bukumu, ya wapi njo inafanyika kama sana mulimo hata na ufugaji? Ni kusema hizo mikoa zote 7 ni zinakuwa zikifanya hiyo kazi ya kilimo na ufugo. Zinakuwa zikifanya hiyo kabisa. Sababu ukiangalia huko Rusayo wanafanya kilimo na ufugo. Sehemu za Muja wanafanya kilimo na ufugo. Sehemu za Munigi kilimo na ufugo inafanyika. Huko katika mkoa mdogo wa Buvira kunafanyika kilimo na ufugo. Ni Kibati ni hivyo, na mkoa mdogo wa Kibumba na Buhumba kilimo na ufugo inafanyika, na chakula ambacho kinatoka zaidi katika hiyo mikoa ndicho kinatawanywa hata kwenye miji mbalimbali, mji wa Goma na kwenye majimbo mengine kwenye majimbo zingine za nchi yetu ya DRC. Sasa mzee Boseni Bamwe, tunaiwa kama ndani ya teritwari ya Nyiragongo ni fasi ambako kunakuwa hata volcan. Hii volcan yani siwe kama katika lugha za hapa volcano kwa lugha ya Kiswahili volcano, hapa lugha kuna Kikumu, kuna yote tu ni volcan. Ni volcano kwanza. Volcano ni hiyo ni kwa lugha ya Kiswahili. Okay. Na kwa lugha ya hapa nyumbani ya Kikumu tunaita ni vorka. Ni kusema mkiswahili ni volcano, lakini katika lugha ya hapa ni vorka. Asante. Ndio kabisa. Sasa hii vorka ina maana kwa wakaaji wa Nyiragongo, wala kuna hivyo vitu ambavyo inavileta kwa wakaaji wa Nyiragongo hapa? Tuseme kwa mfano ndani ya, kwa sababu hii volcan inamaanisha vitu vingi. Munaonaka wazungu wanatokaga huko Ulaya, Marekani, Europe, wanapokuja kuona volcan. Hii volcan Nyiragongo, je, inakuwa na tafsiri gani katika mila na desturi ya wakaaji wa hapa Nyiragongo? Tutaweza kuzungumza kwamba mlipuko wa volcano una faida, ila faida nyingi zaonekana kwa wale ambao wanakuwa nje ya nchi. Lakini kwetu sisi wakaazi wa mahali hatufaidike sana kabisa na hii mlipuko ya volcano, sababu inasababisha maafa mengi. Kama unaona wakazi wa mtaa wa Nyiragongo wanakuwa miongoni ya wafukara ama wa maskini. Ni kutokana na milipuko ambayo imeweza kufanyika, sababu kufuatana na historia ambayo tunakuwa nayo ni kwamba milipuko ya kwanza ndani ya mtaa wa Nyiragongo ilikuwa kwa mwaka wa 1912 la 1912 1912. Ndiyo. Ni kusema hapo njo mlipuko wa kwanza wa volcano ulionekana na hapa hiyo Nyiragongo. Iliwahi kufanyika baada ya kila miaka 8 kulikuwa kukifanyika mlipuko wa volcano,
na hiyo ikafanyika karibu mara tatu mara nne, na baada ya hiyo ndipo ikaweza kubadilisha. Baada ya miaka ingine ikakuja kuonekana kwa mwaka wa 1977, yani 1977. Hiyo ilikuwa deuxième éruption. Hapana, haikukuwa ya pili. Watu wengi walio wengi wa mtaa wa Nyiragongo hiyo ndio wanafahamu, lakini mbele ya hiyo kuliwahi kufanyika tena miripuko mingine karibu 3-4 ambayo ilikuwa ikipizana kwa miaka minane. Ni kusema baada ya miaka minane inaripuka, baada ya miaka minane inaripuka, na hiyo iliwahi kuchangia kwa hali ambamo wakazi wa mtaa wa Nyiragongo wanaipitia ya kukua wafukara, yani wa maskini, sababu ya kila mara vitu vyao, wakati wanakuwa na mifugo, wanakuwa na majengo, wanakuwa na mazao ya shamba, hiyo yote inateketezwa na huo moto wa mlipuko wa volcano. Ni kusema katika kati ya 1912 na 1977 kulionekana milipuko mingi kama volcan ilikuwa ikitomboka juste après 8 ans, yani après miaka 8. Ni kusema kwamba katikati ya hiyo miaka kulionekana milipuko ya mingi sana. Ndio kabisa. Sasa leo wakaaji wa Nyiragongo, je, wote wanafahamu historia hiyo, wala ni ninyi wa notable ambayo mnajua hii? Sio wengi wanaofahamia hiyo, sio wengi. Hata hii ambayo tunazungumza, ukatembelea kwenye parokia ya Mtakatifu wa Mtoto Yesu Pakanyauchinya, parokia ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu Pakanyauchinya, hii ambayo ninatamka, wanaweza wakakuonyesha hata maandiko, sababu na ndani ya shirika letu la Akadepa Zaburi 133 tunakuwa nayo, ambayo inaonyesha kila wakati ilipokuwa ikiripuka. Watu wanaotutazama saa hizi wajue kwamba mlipuko ya kwanza katika teritwari ya Nyiragongo ilionekana mu 1912 kabisa. Hiyo ni historia, na mimi na profite kuyua hii. Ndio. 1912 ingine yenye watu wanayua sana ni ya 1977. Ndio. Yani na ambayo ilisababisha wamoja wa wakazi wa mtaa wa Nyiragongo wakakimbilia sehemu za Masisi, na ambako ile ya 1977. Ndio. Ambako rais mustaafu marehemu Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga aliwahi kuhamisha wakazi wa mtaa wa Nyiragongo, yani wa mkoa mdogo wa Bukumu, na kuwapeleka sehemu za huko Masisi, na huko kunakuwa wakazi wengine wa Bukumu ambao wanaendelea kubaki kule mpaka leo. Ni kusema kwa sababu ya mlipuko wa 1977 kulikuwa wakaaji wengi ambao walitoka Nyiragongo kama vile umetamka, ambao leo wanaishi Masisi na wameunda familia kule. Ndiyo kabisa. Hiyo haikuleta hatari katika komunote za hapa Nyiragongo? Hapana, haikuleta hatari sababu hata huyo rais mustafu aliwahi kutoa hata kiasi cha pesa ili waweze kuondoka mahali huku na kuelekea huko ambako watapata hifadhi ama protection. Okay. Gouvernement iliapuyaka ile siku porque bakaji bakimbie basipate maprobleme za volcan. Ndio. Na mpaka sasa tutaweza kujuza kitu kimoja kwamba kuna hata kati ya mikoa midogo za mtaa wa Masisi kuna mkoa mdogo mmoja ambao unamilikiwa na mkaaji kutoka na mkuu kiongozi wa mkoa mdogo huko ambaye ni mzaliwa wa mtaa wa Nyiragongo. Kweli? Ndio. Mkoa huo ni mkoa wapi bwana Mzungu? Inanipita kichwa kidogo, lakini nitakumbuka. Kuna mkoa mdogo mmoja ambao mtaa wa Nyiragongo, wakazi wa mtaa wa Nyiragongo ambao wanamiliki kule na wanaongoza huko kabisa bila shaka. Na mkazi akitoka mtaa wa Nyiragongo anaelekea huko, anakuwa tu kama vile amefika kwa wandugu,
bila tatizo, na wakazi wa mtaa wa Masisi wengine hawabagui, wanaona kama wote tuko watoto wa baba moja kabisa. Sasa Bwana Muzungu, kutokana na namna jinsi wakaaji walitokaka hapa Nyiragongo na kwenda katika eneo zingine, na katika historia tunajua kwamba geografia sio historia. Katika geografia tunajua kwamba mtaa wa Nyiragongo ni miongoni mwa mitaa ambazo ziko inabite, kwa sababu kunaonekana watu wa kidogo. Pande nyingi inakuwa na park, yani buga la wanyama. Sijue kama hapo ninajidanganya, lakini ndivyo hivyo namna jinsi geografia nasema. Nye mnaona kwamba le fait que wakaji walitokaka hapa kwa sababu ya volcano. Je, tunaweza sema katika historia ya mtaa wa Nyiragongo volcano, yani volcan Nyiragongo na zingine ambazo ziliripuka sana hapa Nyiragongo, inakuwa hatari kwa wakaji wa Nyiragongo wala nije? Ndiyo, mtaa wa Nyiragongo, mlipuko wa volcano Nyiragongo inakuwa na hatari kwa maisha ya wakazi. Sababu ukiona kwa hiyo mwaka ya 1977 yani 1977, wakazi walikuwa wakifanya mifugo, kilimo na hata kwa wafanya biashara hapo pembezoni ya ofisi ya usultani wa Bukumu ama kubiro ya sheferi ya Bukumu. Pembezoni ya hapo kulikuwa na maduka za wale ambao wanafanya biashara. Hizo zote ziliwahi kuteketezwa na huo mlipuko wa volcano. Mashule yakaweza kuteketezwa, mazao ya shamba na vinginevyo. Ni kusema kwamba mara na mara wakati milipuko hiyo inajitokeza, kunakuwa na madhara mengi miongoni mwa wakazi, sababu kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vikipotea, na hii inakuwa ikirudisha mara na mara wakazi wa mtaa wa Nyiragongo kwa hali ya kiuchumi na ya kijamii. Wakati masomo zinaungua, vituo vya afya, mazao ya shamba, mifugo, hata biashara na vyombo vingine vya nyumbani, manyumba kuteketea, hiyo yote inakuwa mojawapo ya ile ambayo inachangia ili wakazi wa mtaa wa Nyiragongo waendelee kubaki chini. Ni kusema tunaweza sema hamupendake wakati kunakuwa eruption, yani na wakati mlipuko wa volcano, wakati unaporipuka sasa, kuna wale ambao wanafika kama vile watazamaji ama waturiste. Hao wanakuja wakitokea katika nchi za kigeni. Kiukweli wanatoa pesa nyingi kwenye serikali yetu ya DRC, lakini pesa hizo hazifaidishe huyu mkazi wa chini, hazifaidishe mkazi wa chini. Sisi tunakuwa tu tukitazama tu, wakipita wakichukua mapicha mbalimbali, wakiwa ndani ya gari, wakiwa ndani ya magari, lakini hakuna kile ambacho tunafaidika kama vile wakazi. Na wakati inaleta mawe, hiyo mawe hakuna makampuni ambazo wanakuja kuzizalisha ili ziweze kugeuza hiyo mawe kwa mambo mengine, ili iweze kutolea wakazi wa mahali wapate kazi, ama kugeuza hiyo mawe kuigeuza kuwa cement, na hiyo cement iweze kufaidisha wakazi hata kwa bei rahisi kwa ajili ya ujenzi. Donc ni kusema kwamba hatutasema kabisa kwamba inafaidisha walio wengi wa wakazi wa mtaa wa Nyiragongo. Sasa kwa hiyo hali umezungumza jambo la waturisti ambao wanakuja hapa, mnawaza kitu gani ambacho kinaweza fanyika? Kwa sababu ninyi ni watu ambao mko karibu ya raia, mnawaza kitu gani ambacho kinaweza fanyika ili hizo pesa, yani hiyo hela ambayo inaingia katika mfuko wa serikali ambayo waturisti, yani wale wageni wanaotoka katika nchi za ugenini wanaweka katika mfuko wa serikali, lakini hautafikia raia, mnawaza kitu gani ambacho kinaweza fanyika kwa leo ili hii ambayo wewe umeanza ukiita madhara ya volcano iweze kuwa na mafaa kwa wakaaji, hasa zaidi ikiwa wale ambao wanakuja ona volcano wanalipa serikali? Ninyi mnawaza kufanyike nini
ili pesa hiyo iweze kufaidia wakaaji wa kawaida? Kuona kwamba kunakuwa na mfumo ama programu ya serikali ambayo inajulikana, nitasema hivyo, nitatamka hivyo, hiyo shirika la ICCN amba la kufuatilia mbuga la wanyama, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Tunafikiria kwamba ndio inaendelea kudhibiti hiyo hali, na wakazi wa mahali mpaka sasa wanakuwa hawafaidiki hata na umeme ambao unatokea kwenye mbuga la wanyama. Utaona kwamba hiyo ni shida. Makao makuu baada ya huo umeme ambao unatokea huko Matebe, unaoshuka mpaka mji wa Goma, makao mengine baada ya kutokea huko Matebe, makao mengine inakuwa ikibaki kwenye kijiji cha Kasenyi ambacho kinapezana mpaka na kijiji cha Bushara, Kabaya, Ngangi, Rukoko, Buhombo na Kiheru. Sasa jambo la mshangao ni kwamba hata hivyo vijiji havifaidiki hata na huo moto wa umeme na ambao unatoka katika mbuga la wanyama. Katika mbuga la wanyama ni jambo la mshangao, na ni kusema kwamba hakuna umeme ambao unaangazia hata nje, yani eclairage public. Ni kusema kwamba sisi mara mingi wakazi wa mtaa wa Nyiragongo wamekanyangwa chini kwa hali moja na hali ingine, na hatujue kama tumulilia mlinzi gani ama malaika gani, ila tunategemea tu wakuu viongozi, ikiwa wanaweza wakasikie sauti zetu sisi wanyonge, wakijihusisha, labda kunaweza kukakue na mabadiliko, ili sisi pia tuweze kufaidika na wale watazamaji ama waturiste ambao wanakuja kutazama mbuga letu la wanyama, ambao wanakuja kuangalia hadi ya mazingira ya mlipuko wa volcano, kuona namna gani iliwahi kufanyika. Na hiyo itakuwa inaridhisha, ikiwa inaweza ikafanyika, inaweza kuridhisha wakazi wa mtaa wa Nyiragongo. Hata mambo ya kijamii na ya kiuchumi, wakazi wa mtaa wa Nyiragongo hawafaidike kutokea na hizo pesa ambazo zinatolewa na hao watazamaji, yani waturiste ambao wanatokea kwenye nchi za kigeni kuja kutazama mtaa wa Nyiragongo kwa ujumla, na kwa upekee hilo mbuga la wanyama na hilo mbuga la wanyama pori, na kutazama miti, wanyama mbalimbali, hata hiyo volcano. Mzee Boseni Bamwe, tunaweza sema kuona namna jinsi wakaji wafaidike ni kosa ya viongozi wala ni kosa ya wakaji wa Nyiragongo? Mimi nitasema kwamba hiyo tutaiita tu kama ni udhaifu wa viongozi vya serikali. Kama wangekuwa na nia nzuri kabisa ya kupenda wakazi wa mtaa wa Nyiragongo ama mahali penginepo ambako kunakuwa na mambuga za wanyama ama wanyama pori, ni kusema kama wangechukua hilo jukumu na kujua kama wakazi watakuwa wakifaidika nini kwa mambo kama na hiyo. Tunazungumzia swala hili, lakini pia teritwari ya Nyiragongo ni miongoni mwa mitaa ambazo zimekuwa na uongozi mpya tangu vita viweze kufika hapa Nyiragongo, na tutakumbusha wasikilizaji hata watazamaji kwamba Nyiragongo ni miongoni mwa eneo ambazo zilirekodi maafa mengi ya vita hapo mbeleni. Tunaweza sema kuna utofauti kati ya kabla vita viingie Nyiragongo na baada ya vita kuisha Nyiragongo, hasa zaidi vita hivyo ambavyo vilikuwa vikiweka ana kwa ana wanajeshi wa serikali ya Kongo FARDC na M23. Tunaweza sema kuna utofauti. Hali ikoje katika eneo la Nyiragongo? Sijui kama nitajibu kwa swali hilo namna gani, ila kile ambacho nitakuwa nikikijibu ni kwamba
baada ya mapambano makuu ambayo yaliweza kuonekana katika mtaa wa Nyiragongo na ndani ya mji wa Goma tangu tarehe 27, yani le 27 janvier, tarehe 27 mwezi wa Januari mwaka wa 2025, tutasema kwamba baada ya uongozi mpya kuingia, hali ambamo wakazi wanaipitia kwa njia ya kijamii na kwa njia ya kiuchumi ni hiyo ambayo ninaweza nikazungumzie mimi kama vile Bosenibamo Mzungu Jean Etienne wa shirika la Cadepa Zaburi Sa 33. Ndiyo, kwa hiyo tumepita katika eneo za Nyiragongo mbalimbali. Tumeona kuna kazi ambazo zinafanyika, hiyo kazi za kijamii, kazi za salon, fasi moja na nyingine tumeona kuna vitu ambavyo vimefanyika. Ndio, kuna fasi ambako mtu alikuwa akipita zamani, unaona kwamba hakuna usafi, lakini leo mtu tunapita tunaona ndani ya makata mbalimbali kunaonekana usafi. Kazi za salongo hapa Nyiragongo leo hii zinafanyika namna gani? Kama sio siri, Bwana Jean Etienne. Haiko siri kabisa, ni kusema kwamba kazi hizo za kijamii ambazo zinaendeshwa kila siku ya Alhamisi, yani samedi ya kila juma, kazi hizo zaendeshwa kabisa vizuri na zakuwa zikifanyika kila asubuhi, tangu saa 12 za asubuhi za alfajiri hadi saa 4 za alfajiri. Na hizi wababa, wamama, vijana wakuwa wakizichangamkia, na hii imeweza kuonekana kwamba inaangadisha mtaa wa Nyiragongo, sio tu mtaa wa Nyiragongo lakini pia pembezoni mji wa Goma na pembezoni ya kuwa kabisa. Hali hiyo inaangalisha mgini, ni jambo ambalo kwa upande wetu tunaweza tukatoe shukrani kwa hiyo kazi ambayo inaendeshwa na wakuu viongozi wa vijiji pamoja na hao wasaidizi wao, yani hao ambao wanasimamia machembe yani wa notable na hao wa nyumba kumi. Kabisa kazi hizo za kuwa zikiendeshwa vizuri, na sisi kama vile wanashirika la Cadepa Zaburi Sa 33 twakuwa tukiwaunga mkono na kuendeleza kuwahimiza pia wakazi kuzingatia hiyo hali, sababu hiyo hali ya kufanya usafi wa ulinzi bora wa mazingira kwetu ni moja ya shughuli ambazo tulikuwa tukiziendesha bila nguvu kabisa maalum ama apui. Ila kazi hizi za kuwa zikifanyika, ila kuna kuwa na hitilafu ambalo la kuwa likionekana. Hilo hitilafu ni kwamba kazi hizo zaendeshwa za kufungula mabarabara, na kuna kuwa kukionekana hali ya uhaba wa vyombo vya kuna kuwa kukikosekana vyombo vya kufanyisha hiyo kazi wakati wanakabiliana na jiwe kubwa. Hasa kunakosekana vyombo kama vile sununu, beshe, ngorofani ama bruete, kunakosekana vipao, pioshe, kunakosekana hama ama marto na vyombo vinginevyo ambavyo vyaweza vikachangie ili mabarabara ziendelee kuwa nzuri. Na jambo lingine ambalo linakuwa tukikabiliana nalo, ambalo wakati tunapofanya endesha hizo kazi za kijamii, barabara fulani kabisa ndani ya mtaa wa Nyiragongo na pembezoni ndani ya mji wa Goma zimekuwa zimefunguliwa, ila kuna namna ya kupata nguvu za kupata
gari la kuleta mchanga inakuwa kugumu kabisa, inakuwa ikileta tatizo, ikikosekana sababu ya uhaba wa pesa. Ndio maana tunaendelea kuita ama kualika serikali yetu ya DRC kwa ujumla na serikali ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini, pamoja na wafadhili wake wa taifa na hao wa kimataifa, kuona kile ambacho wanaweza kukitekeleza ili kazi hii iweze kuendelea vizuri, sababu kuendelea kwa kazi hii itarahisisha kwa mambo mengi. Barabara ikiwa zinafunguliwa ndani ya vijiji na ndani ya migini, na itasababisha watazamaji kutoka huku na kule kufika katika maeneo mbalimbali. Namna ya kujenga vituo vya afya itakuwa kwepesi, mashule itakuwa kwepesi, hata namna ya kuendesha kazi za biashara itakuwa kwepesi, sababu barabara zitakuwa zimekuwa kabisa zimeonekana. Na hii ambayo inafanyika, hizi kazi za kijamii ambazo zinafanyika zitachangia kwa siku za usoni kupunguza maradhi ambayo yanatokana na mikono michafu ama ambayo yanatokana na uchafu, sababu wakati uchafu utakuwa umepunguka ndani ya mijini, na hii itakuwa imechangia kwa kupunguza maradhi yanayotokana na uchafu na ambayo inakumba nchi yetu ya DRC kwa ujumla na kwa upekee huku jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambamo maradhi ya kuhara, kipindupindu, Ebola, COVID-19 ama coronavirus, na kwa leo kunakuwa Mpox, itakuwa imechangia kwa kuipiganisha. Bwana Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne, umezungumza mambo mengi sana na nahisi kwamba tumegusia kila sekta. Kuna mambo mengine hata ambayo tunaweza tukaongeze, bila shaka, kwa sababu mtaa wa Nyiragongo ni miongoni mwa mitaa ambazo zina uchumi wa hali ya juu sana, lakini watu wa Nyiragongo wanafahamu sana lugha ambazo zinazungumziwa hapa ni lugha ya Kikumu. Kuwa na jambo fulani la kuzungumza katika lugha la Kikumu, ili watu ambao wanakufuata, ambao wanakuwa ni watu wa Nyiragongo ambao wanakuwa katika nchi za ugenini, waweze kufahamu Nyiragongo mambo ikoje. Ujumbe tu mfupi katika sekunde 30 kwa lugha la Kikumu, lugha ya hapa nyumbani Nyiragongo. Kabla nizungumzie hiyo kwa lugha ya Kikumu, labda nianze kuzungumza kidogo juu ya ndani ya Kiswahili. Kiswahili ndipo niweze kubadili kwa lugha ya nyumbani ya hapa Nyiragongo. Kama utaruhusu. Asante, hakuna shida. Utaruhusu? Hakuna shida. Ni kusema kwamba mtaa wa Nyiragongo, baada ya miezi misita ya wakazi wa vita ambao wahami wa vita waliwahi kurudi, mtaa huu wakazi wa mkoa mdogo wa Rusayu, Muja, Munigi, Kibati na Buvira ni mojawapo wa mikoa midogo ambayo iliweza kupokea wahami wa vita kutokea katika mtaa wa Masisi na mtaa wa Ruchuru. Na sehemu kwa sababu Nyiragongo mlikuwa kambi za mingi sana. Ndio zaidi ya 100 ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Za wahami wa vita. Na kuna kambi ambayo ilikuwa inajulikana sana, kambi ya Kanyaruchinya. Ni kambi nyingi. Lakini ya kwanza kabisa ilijulikana ni Kanyaruchinya. Ndio. Iliyopokea wahami ambao walitoka Ruchuru. Ilikuwa kama vile inakuwa kapitani ya makambi za Nyiragongo. Sababu na ni hapo ambako kiongozi wa makempi zote alikuwa akiishi. Okay. Bwana Teom Sekula. Hilo nilikuwa silifahamu. Ni kusema kwamba baada ya wakazi hao kurudi katika maeneo zao maalum, Masisi, Ruchuru na huko sehemu za Kibumba na Buhumba ndani ya mtaa tu wa Nyiragongo, wakazi wa hizi maeneo zingine 5 hawakuwahi kufanya kilimo. Hawakuwahi kufanya kilimo na ufugo, ijapokuwa waliwahi kutolea shamba zao. Hawakufanyaka kilimo kwa sababu makambi zilikuwa za mingi. Ndio. Sasa walikuwa wametoa shamba zao.
na sasa wakazi wanaishi maisha duni, maisha tete kwa sababu hawakulima. Na miongoni mwa wakazi wa mtaa wa Nyiragongo wengi, 75%, 75% de la population du territoire de Nyiragongo ni watu ambao wanaishi kwa kilimo na ufugo. Wanaweza wakatekeleze kazi zingine mbalimbali, lakini kwa 75% wanakuwa wakiishi kwa kilimo na ufugo. Sasa kwa leo maisha imekuwa magumu ya kijamii na ya kiuchumi. Namna ya kulipa malipo ya shule ama dawa inakuwa kugumu. Na kwa hiyo nia, sisi kama vile shirika la Cadepa Zaburi 133 tunaalika wanaotufuata kwa karibu na kwa mbali waweze kuona namna gani waweza kuleta msaada wa kijamii katika mikoa midogo 7 yote ambayo tuliweza kuitamka hapo mbeleni, ikiwemo Kibumba, Buhumba, Kibati, Buvira, Unigi, Muja na Rusayo, kuwatolea msaada wa kiutu, kwa kuwa jamaa nyingi za lala njaa. Hata yule ambaye alikuwa akitekeleza kazi ya ujasiriamali ama kufanya biashara ndogo ndogo, hata ile ambayo alikuwa akiitumia amekwisha kuimaliza. Kwa leo maisha inakuwa magumu, jamaa nyingi za kuwa zikilala njaa. Namna ya kusomesha watoto ama kwa kuwapeleka kwenye vituo vya afya inakuwa kabisa jambo gumu. Maisha inakuwa magumu sana, tena sana. Kazi imekwisha kukatwa. Yule ambaye alikuwa akiendesha kazi ya biashara, hiyo biashara tena haifanyike, na pesa ambazo alikuwa ameziwekeza kwenye biashara, hizo pesa, sababu biashara alikuwa akiviweka kwenye barabara ama kwenye duka, vinakosa vya wanunuzi ama wateja, na hiyo hata akiuzisha 1,000 ya kikongomani ama 2,000 anaenda ikuatumia ama kukonsome, na hii mpaka imesababisha kapitane yote kumalizika. Mahali ya maisha ya kijamii, ya kiutu na ya kijamii kwa wakazi wa mtaa wa Nyiragongo kwa ujumla inakuwa tete. Na jambo la mshangao ama la huzuni ni kwamba hao wafadhili wa taifa na hao wa kimataifa, maorganisation humanitaire national et international, wanapitiza wanatokea ndani ya mji wa Goma, wanavuka mtaa wa Nyiragongo, mikoa zote za mtaa wa Nyiragongo, wanaelekea Ruchuru, Lubero, Beni, na pia wengine wanavuka mtaa huu tu wa Nyiragongo, wanajielekeza Masisi na huko Walikale, na wanasahau mtaa wa Nyiragongo. Ijapokuwa mtaa wa Nyiragongo wakazi waliweza kupoteza kwa hali mbalimbali, waliweza kupoteza mifugo, wakapoteza mazao ya shamba wakati ya hiyo migogoro ya vita kati ya serikali ya AFC M23 na hiyo serikali ya Kinshasa. Wakati ya hiyo malumbano, hakika kila mkazi wa mtaa wa Nyiragongo aliweza kupoteza kwa njia moja ama njia nyingine. Wamoja walipoteza vitu mbalimbali, hata kupoteza na watu. Ndio maana wakazi wa mtaa huu wanakuwa na hitaji ya msaada wa kijamii kwa wale ambao wanatusikia kwa karibu na kwa mbali. Na kama unaruhusu sasa, kwa kuwa tumeweza kuyazungumzia kwa kifupi kwa lugha ya Kiswahili, tunaweza pia tukaizungumzie kwa lugha ya nyumbani. Kama utaruhusu hata dakika moja ama dakika moja na nusu, naweza nikakuwa nimefanya kifupi cha mazungumzo yale ambayo dakika moja kabisa inatosha ili uzungumze ndani ya lugha la Kikumu ambayo ni lugha mama ya hapa Nyiragongo. Ni yoganira hano ni Bosenibamu Muzungu Jean Etienne. Ndi muyobozi ku kikundi kitari cya leta kira banagamba ngo ni Cadepa Zaburi 133. Kira tunagamba ku lugha ya français kubera lugha rwa Nyiragongo ni lugha rucangenemo zindi ndimi zoshe. Cadepa Zaburi 133 ni action d'animation pour le développement des paysans. Ni kikundi
kiusikire nehimiza baturage bo mu nzisiro mbalimbali za zindi zayibagirikene banahinga na banatunga kubera amajyambere ni byo bifutuire akadepa na zaburi zaburi ifutuire tu ni zaburi yo mu Biblia ko ganane 33 tuyigambire ngo hari bantu bakihirire hamwe niho bantu banabona ibaraka ibaraka cyangwa amahiro gagaturukire ku Mana ari ngabantu bakihirire haguma abuzi rero ndorana ngo uyu ni waro ni munene uyu ni mugufi uyu ni anaga uyu ni warukara uyu ni wanzobe donc to bantu boshe tuhurire haguma tukafatanya hamwe tupashoboye kora bindu shangeza sasa biratuganira ni kubera mibereho y'abaturage bo mu Nyiragongo baturage bo mu Nyiragongo nibo bari bayakirire aba embunzi zahungaga nazituruka mu Masisi na mu territoire ya Rucuru pia mu ruhande ruguma rwa Kibumba na Buhumba. Embunzi zino zabaga mu kambi mbalimbali za ngambi yo ku Rusayu, ngambi yo kumuja, ngambi zo kumuja, ngambi zo mu Munigi, ngambi zo mu Buvira, ngambi zo mu Kibati. Groupe mazino 5 nizo zari zayakirire abaturage boshe bembunzi baturukaga mu groupe mo territoire ya Rucuru na mu territoire ya Masisi nekyande kimwe cyo mu Nyiragongo baturuka mu Kibumba na Buhumba. None abaturage bano bahanaga mirima yabo kandi ni bari batungirwe na mirima bahana mirima yabo igira ngo embunzi zihimbe mu mirima yabo. Abaturage bano ndaho bari babonete na kundukwe hinga cyangwa kundukwe tunga. None buno imbunzi zatahukire mu Rucuru na Masisi nabandi mu ruhande rwabo rwa Kibumba na Buhumba mu territoire tuyino ya Nyiragongo iratugambiramo. Sasa magumu go baturage abahura nago ni gano baturage ndambuto baturage ndabieria na miryango mingi ayiraranjara ku komisi yino iratuganira miryango mingi make atukubitira baneriama niho itu akadepa Zaburi 133 tukabani tunagambira waundi wa hashi tukabani tunazana bitekerezo byo waundi wa hashi biranajana tubuira nato iganguna tusukume byo kubanga tuyumva hirya na hino bari mu bihugo byahanje cyangwa gandi ma province go mu Kongo yetu bayumvire baturage bo mu Nyiragongo imbabazi barebe kundukura bangazanira bo imvasyanyo baturage beno baragirwe kumvasyanyo nemvasyanyo atushangara kandi abituzanira buba cyangwa ituzanira uzuni make kababaro kegamba ngo kubera ki maonje gagazana misada ga yabirio yindi misada kandi twaherize bindu bingi kubera ki abahita ku territoire ya Nyiragongo bakaturuka mu ngoma yoshe bakashorera mu Rucuru bakashorera mu Rubero bakashorera mu Beni territoire na Benivine bakashube yerekera yeyo imasisi ariko n'abaturengetwe hano mu territoire ya Nyiragongo ya Nyiragongo yakiraga embunzi zoshe kandi bakatuyibagirwe twe atuhema bakishubeko barebe kundukura bangayibuka bana ba Nyiragongo kundu mateso garatuhitamo ni mateso gakomere cyane makazi gahagarere buhinzi ndabo deba na buno mu kwezi kwa 7 kwezi kwa 6 kwa meshira buno mu kwezi kwa 7 ihinga ryatangira ubu muri ehinga ndambuto za birayi ndambuto za bigori ndambuto za bisimbo ndambuto za mboga kimunga mihoko mbuto za mihoko mbuto za bishu mbuto za karoti mbuto zaki none tukabahote eske tukashoborerwa nyamibereho mibute kandi ninda keria ibyo nibyo binatufasya
kuilipa maripo ga masomo, kuilipa muti, donc inamuna yekora yindi mishinga ya majambere ndako. None kandi atukomeze simira kundukura abaturage abayumva isauti y'aba chef de village, ba chef notable kundukura abakora busafi bakangarisa mungini kila kugwa katandatu abakora atukora busafi kabisa. Tufatikenye hamwe na kikundi cha Akadepa Zaburi 133 kuhimiza abaturage hamwe n'abashefu betu, bashefu b'enzisiro n'abanotable n'abanyumba 10 tufatanya kabisa make bigenda neja. Kira kugwa katandatu atukora sarongo iturutsa mu kitondo igeza saa 4 ne sarongo yino atureba kabisa mungini agutagata cyane, atureba ku aringa binakomezoti bishobokire oburwayi bunaturukana na bucafu bwangaje punguka. Burwayi buturukiene na buno bweriye hana bwa kipindupindu, burwayi bwa korena, coronavirus, mpox, aringa twakomeze nebona meji ngakundukura. Hari bandi babaki tahidiga ngo bazane meji mu territoire ya Nyiragongo na kwa ujumla na ku buca bugufi mu groupement ya Munigi na Kibati na Bumunja, amejago na ubusafi wabukoreka atureba iri embere byangashoboka uburwayi bunazanwa na bucafu bwa mpox, coronavirus, ebola, buno bweriye hara na kipindupindu wangaje punguka. Aringa tufatikenya tukanakomeza igira, ariko byago byabiyorebekana ni hejuru we burahama ekeke sarongo, hejuru we burahama ibura ngorofani, ibura ihama, ibura byombo bardemine na bindi ni ebyombo bino bibonekire, kandi hakaboneka micanga yehira mu mabarabara mbarimbari gamegire funguro. Hakika omungini gwetu gwa mtawa gwa Nyiragongo na muji gwa Goma antuka byangawangara ugiregere bageni bagire yijeno bakatemberere no bareba kabisa bindu nibikifiteneje byangawangara make ifo byangana mugeni nezangana. Asante sana mzee Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne ambaye ni kiongozi wa Akadepa Zaburi 133, miongoni mwa shirika ambazo zinakuwa zikipiganisha ujeuri hata na kutetea haki za binadamu katika eneo la Nyiragongo, lakini pia katika nchi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bosenibamwe Muzungu, tunasema asante sana kwa kuweza kujibu swali zetu siku ya leo. Mimi pia nakushukuru muhariri wa habari, na pia nashukuru wasikilizaji wote ama watazamaji wote ambao wanatufuata huku na kule kwa muda kama na huu ambao tunazungumza. Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, hapo ndipo tunaweka tamati kwa mazungumzo haya ambayo tuliwahi kuwa nayo na bwana Bosenibamwe Muzungu Jean Etienne ambaye alitupokea katika eneo lake la Nyiragongo siku ya leo, na tunapoalika ninyi ambao mnatufuata leo kuweza kufanya subscribe na kufanya follow kwenye platform zetu mbalimbali kwenye Facebook, Instagram, YouTube. Mkifanya subscribe kwenye YouTube, lakini pia mkifanya follow kwenye X yani Twitter, hapo mkifuata habari zetu siku baada ya siku. Bosenibamwe Muzungu, asanteni sana. Asante pia kwako muhariri wa habari. Katika lugha la Kikumu asanteni sana ni kusema namna gani? Mwamekora. Mwamekora lakini sasa tunasema wasikilizaji hata watazamaji mumefanya mzuri kutufuata katika lugha la Kikumu. Mwebarebi namwe mweyumva mwamekora cyane mwatukurikira. Mwebarebi namwe mwameyumva mwakora sana. Namwe mwameyumva mwakora sana. Mwamekora cyane kutukurikira. Mwamekora cyane kutukurikira. Asante sana wasikilizaji hata watazamaji, ni hapo tunaweka tamati kwa mazungumzo yetu ambayo tulikuwa naye bwana Muzungu Jean Etienne Bosenibamwe, tunaposema fuata matangazo ya Kivu News Today.
Haya, wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, ni kwamba dakika 50 ambazo tumewaletea hapa tunapozungumza kuhusu maisha ya raia wa Nyiragongo zinatosha, na mmegundua mengi zaidi kuhusu ujasiri wa wakaji wa Nyiragongo, lakini pia namna jinsi kazi hapa Nyiragongo zafanyika, lakini pia mmegundua kwamba volcano Nyiragongo ingalao ni miongoni mwa eneo ambazo zinakuwa zikitoa pesa nyingi ambazo hao wageni wanaotoka katika nchi za ugenini wanalipa kwa serikali, lakini wakaji hapa Nyiragongo hawafaidi. Kwa hiyo wanaomba serikali hasa na viongozi kadhaa kuweza kufanya jambo fulani ili waweze kusaidia wakaji hawa. Kama vile nilikueleza hapo awali kabla ya kuanza kipindi hiki, mmegundua kwamba miongoni mwa makambi ambazo zilipokea wakimbizi hapa Nyiragongo hadi sasa, ambako wakimbizi walirudi katika eneo za Masisi na wengine kurudi katika eneo za Ruchuru, wakaji wa Nyiragongo hawaja bado pata msaada kutoka kwa serikali, hawajapata bado msaada kutoka kwa mashirika za kiutu. Kwa hiyo kulingana na mzee huyu mashuhuri Bwana Bosenibwamwe Muzungu Jean Etienne ambaye tulizungumza naye leo, anasema kwamba wanaomba mashirika za kiutu, yani maorganization ambazo zinatumika katika eneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya juu chini ili wakaji wa Nyiragongo ambao waliwahi kupana maparsele zao, waliwahi kupana eneo zao ili ziweze kuweka wakimbizi waliokuwa wakitoka katika eneo za Masisi na upande moja wa Nyiragongo, hata na wengine Ruchuru na Walikale, waweze kujiwa msaada, kwa sababu kulingana na hali ya ukimbizi wamoja wa kupata namna jinsi ya kuendesha kazi zao za mlimo. Mnafahamu kwamba na mmejua kwamba miongoni mwa kazi ambazo zinatendeka hapa Nyiragongo ni mlimo hata na ufugaji. Kwa hiyo wanaomba msaada kutoka wa serikali hata na viongozi vya ngazi zote vya kijimbo hata na kitaifa kuweza kufanya jambo fulani ili wakaji hawa ambao wamevipitia vipindi vigumu vya vita waweze kupata msaada. Jimmy Shukran, Bakomera, Nyiragongo, Kivu News Today TV.